Ukweli, wazi na weledi ni Pretty Amolo na Njuri Dorcas wakikuletea habari kamili kwa ufasaha na utendeti. Kila nukta, kila tukio na kila sauti ndani ya Minap TV. Habari za jioni mtazamaji wa Minap TV. Leo ni Jumanne tarehe 14 Oktoba mwaka 2025. Mimi ni Njuri Dorcas. Nami ni Pretty Amolo na karibu kwenye taarifa kamili ya habari ambapo tunakuletea matukio muhimu kutoka chuoni, kitaifa na kimataifa. Bila shaka tunafurahi kuwa nawe siku hii ya leo na tunakupa ari mpya na nguvu mpya. Hii ni Minap TV, habari za ukweli, uwazi na uaminifu. Na kwenye habari, chuo cha Michuki National Polytechnic kimeendelea kung'ara katika mashindano ya michezo ya vyuo vya kiufundi baada ya kuibuka mabingwa katika mchezo wa handball kwa wanawake na soka. Timu ya handball ya wanawake ya Michuki ilionyesha umahiri mkubwa kwa kuwashinda wapinzani wao kutoka Nyeri National Polytechnic kwa mabao 21 dhidi ya 15, huku timu ya soka ikiwabwaga wapinzani wao kwa ushindi wa magoli 2-0. Kocha wa timu hizo wamepongeza wachezaji kwa nidhamu, bidii na ari ya ushindi, akisema mafanikio hayo ni matokeo ya mazoezi ya muda mrefu na ushirikiano mzuri kati ya walimu na wanafunzi. Viongozi wa chuo pia wameahidi kuendelea kuunga mkono vipaji vya michezo ili kuimarisha si tu afya bali mshikamano wa wanafunzi chuoni. Tunawapea pongezi shule kikuu ya kimataifa ya kiufundi ya Michuki National. Na kwenye habari zingine, Rais wa Jamhuri ya Kenya amezindua rasmi mpango wa kitaifa wa kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia za kidijitali. Mpango huo unalenga kuongeza uzalishaji wa chakula na kuwapa vijana nafasi za ajira. Katika hafla hiyo iliyofanyika mjini Nakuru, Rais amesema serikali inapanua miundombinu ya umwagiliaji na kutoa ruzuku kwa wakulima wadogo, hasa katika kaunti zinazokumbwa na ukame. Ama kweli hii ni afueni kwa wakulima wote nchini. Wakati huo huo, Wizara ya Afya imeonyesha kuhusu kuongezeka kwa visa vya magonjwa ya mlipuko katika maeneo yenye mvua nyingi, ikiwataka wananchi kuchukua tahadhari kwa kudumisha usafi wa mazingira. Pamoja tuungane. Na katika sekta ya elimu ni kuwa vyuo vya kiufundi nchini vimehimizwa kuendelea kuimarisha ubunifu na mafunzo ya vitendo ili kuandaa wahitimu watakaoweza kushindana katika soko la ajira la kimataifa. Na hayo ndiyo matukio tuliyokuandalia kwa leo kutoka Minap TV. Kwa niaba ya wote walioshiriki kutayarisha taarifa hizi, mimi ni Pretty Amolo na mimi ni Njuri Dorcas. Tunakutakia jioni njema na usiku mwema.